Sura ya 15. Utawala wa Ufaransa wa kitisho, ukweli wake. Baadhi ya mataifa yaliyopokea matengenezo haya kana kwamba ni ujumbe wa mbinguni, lakini katika nchi nyingine nuru ya Biblia ilikuwa karibu kuzimika kabisa. Katika nchi moja kulikuwa na mafundisho makubwa baina ya ukweli na uovu kwa karne nyingi. Mwishowe ukweli wa mbinguni ulitupuliwa mbali. Mvuto wa Roho wa Mungu uliwaondokea watu wale waliokidharau kipawa cha neema yake, na ulimwengu wote uliona matunda ya ukaidi wa kuikataa nuru ya Mungu. Vita ya kuipinga Biblia katika Ufaransa iliishia katika mapinduzi ambayo ni matokeo ya kuuficha ukweli wa Biblia kwa Rumi. Hali hiyo ilidhihirisha wazi kabisa mambo ambayo hayakuonekana, kana kwamba mambo ambayo hayajaonekana katika mafundisho ya kanisa la Rumi. Mwandishi wa Ufunuo alitaja matokeo ya kutisha yatokanayo katika Ufaransa kwa ajili ya kutawaliwa na mtu wa dhambi. Wataukanyaga mji mtakatifu kwa muda wa miezi 42, nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260 hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni 2 na vile vinara 2 visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto utokea katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadharau, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi katika kila pigo kila watakapo. Hata watakapomaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitwayo katika jinsi ya roho, Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii hao 2 waliwatesa wao wakao juu ya nchi. Na baada ya siku hizo 3:30 roho ya uhai itokayo kwa Mungu itawaingia, wakasimama juu ya miguu yao, na hofu kuu ikawaangukia watu walioutazamia ufunuo. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 2 mpaka 11. Miezi 42 na siku 1260 na kitu kimoja ni muda ule ambao kanisa la Mungu litateswa na Rumi. Siku 1260 au miaka 1260 ilianzia mwaka 538 baada ya Kristo na ikamalizika katika mwaka 1798. Katika mwaka huo 1798 jeshi la Ufaransa lilimteka papa na kumfunga. Papa aliwekwa kizuizini mpaka akafia huko. Tangu hapo utawala wa kanisa la Rumi ulififia. Mateso ya kanisa hayakuendelea muda wote wa miaka 1260. Kwa neema ya Mungu aliyakatiza, maana aliwahurumia watu wake. Mungu aliyakatiza kwa njia ya mvuto wa watengenezaji wa kanisa. Mashahidi 2 wanawakilisha maandiko matakatifu ya Agano la Kale na Agano Jipya, ushahidi halisi wa sheria ya Mungu ya milele na mpango wa ukombozi. Watatoa unabii siku 1260 wakivaa nguo za magunia. Biblia ilipofafanua ushuhuda wake uliopotoshwa ukaelezwa kinyume, na wao waliueleza halisi waliitwa wazushi, na wao walioueleza halisi waliitwa wazushi. Wakateswa na kuuawa, hata ikawalazimu kukimbia ili wajiponye. Hao ndio mashahidi waaminifu waliovaa nguo za magunia. Walitoa unabii kwa uaminifu wakati wa giza kuu la kiroho. Watu wa Mungu waaminifu walipewa hekima na uwezo ili kulihubiri neno la Mungu. Na kama mtu atawadhuru, moto uliotoka katika vinywa vyao ukawateketeza adui zao. Na kama mtu atawadhuru, hivyo ndivyo ilimpasa uawe. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 5. Watu hawawezi kukanyaga juu ya neno la Mungu kwa dharau na kiburi. Watakapokwisha kutoa ushahidi wao, kama wale mashahidi 2 walipokuwa wakikaribia mwisho wao kimya kimya, vita vitafanywa kwao na mnyama atokaye kuzimu. Hapo uwezo wa shetani unaonekana. Imekuwa kanuni ya Rumi ambayo anadai kufuata Biblia, kuisitiri Biblia hasijulikane na watu wakae gizani bila nuru ya Biblia. Wale mashahidi 2 wenye mavazi ya magunia walitoa unabii katika utawala wao, lakini mnyama atokaye mji mkuu, ambao mashahidi 2 waliuawa katika njia zake na mizoga yao ililala, ni Misri ya kiroho. Mataifa yote yanayotajwa katika Biblia, Misri ndiyo taifa kaidi mno, ambao lilikana kuwa ushupavu kuwako kwa Mungu aliye hai na kuzipinga amri zake.
Hakuna mfalme yeyote aliyekaidi na kujitoa katika uasi mkuu kama mfalme wa Misri, Farao alivyofanya. Alisema, simjui Bwana, wala sitawaacha Waisraeli. Kutoka sura ya 5 mstari wa 2. Huu ndio ukafiri wa kukanusha kwamba hakuna Mungu, na taifa linalohusiana na hali hiyo ya Misri litasema vivyo hivyo. Mji mkuu pia ni mfano wa kiroho ufananao na Sodoma. Udhalimu wa Sodoma ulidhihirika hasa katika hali ya uasherati na ufedhuli wa kila namna. Dhambi hii ilikumba taifa lote lilohusika kutimiza unabii huu wa Biblia. Kwa kufuata unabii ni kwamba muda kitambo kabla ya mwaka 1798 uwezo mwingine wa kishetani ungeinuka na kupigana na Biblia katika nchi ile. Mashahidi wawili wa Mungu watakapouawa, kuonekana ukafiri kama ule wa Farao na ufisadi kama ule wa Sodoma. Ajabu ya utimizo wa unabii. Unabii huu ulitimizwa kwa ajabu sana katika nchi ya Ufaransa wakati wa mapinduzi katika mwaka 1793. Ufaransa usimama peke yake katika historia ya ulimwengu, ikiwa ni nchi ya pekee iliyotangaza rasmi katika sheria iliyopitishwa katika bunge lake kuwa hakuna Mungu, ambavyo watu wote nchini na mjini, wake kwa waume, walifurahi kushangilia waliposikia tangazo hilo. Ufaransa ilijidhihirishia kuwa na tabia ya Sodoma. Waandishi wa kihistoria hujumlisha ukafiri na ufisadi wa Ufaransa kwa maneno haya: undani wa sheria hizi zihusuzo dini ndio uliopunguza uhalali wa ndoa, jambo takatifu ambalo mwanadamu anaweza kuwa nalo, jambo la kudumu liwezalo kuimarisha jamii ya watu, ndoa ya nchi, ya serikali na kawaida tu, mambo ya juu yasiyodumu ya kuwaunganisha watu wawili wafuatao anasa. Sophie Amort, mchezaji maarufu wa michezo ya kuchekesha, ulisema ndoa ya kiserikali ni sawa na sakramenti ya uzinzi, uadui dhidi ya Kristo. Pale Bwana wetu aliposulubishwa, jambo hili lilitimizwa na Ufaransa pia. Hakuna nchi iliyopinga ukweli na ukatili sana kuliko Ufaransa. Katika mateso yaliyowapata wa Kristo walioamini Injili, Ufaransa ilimsulubisha Kristo kwa njia ya wanafunzi wake. Karne baada ya karne, damu za watakatifu zilizidi kumwagika. Wakati watu wa Waldenses walipouawa katika milima ya Piedmont kwa ajili ya Kristo, mambo yale yale yalitokea katika Ufaransa kwa Albigenses. Wafuasi wa matengenezo ya kanisa waliteswa na kuuawa kikatili mno. Mfalme wakuu, wanawake waheshimiwa na vijana walishibisha macho yao kwa kuyaona mateso ya ukatili mkubwa yaliyowafikia wafia dini wa Kristo. Mashujaa wale wa Huguenots walimwaga damu zao katika vitu vingi vigumu walipokuwa wakiwindwa kama wanyama pori. Wazao wachache wa Wakristo wa zamani waliokuwa wangali Ufaransa katika karne ya 18 walikuwa wakijificha katika milima ya kusini. Waliendelea kushikilia imani ya baba zao. Walivutwa wakitiwa katika kazi ya kitumwa maisha yao yote. Waliokuwa na akili na uwezo katika Ufaransa walikamatwa na kufungwa na kuteswa kikatili mno, wakiwa pamoja na wanyang'anyi na wauaji. Wengine walipigwa na risasi wakafa walipokuwa wakipiga magoti kusali. Nchi yao iliachwa ukiwa kwa upanga na mashoka, ikafanywa janga moja kubwa lenye majonzi. Maovu haya yalifanyika kisheria, sio katika nyakati za giza, bali katika nyakati za maendeleo. Wakati wa ufalme Louis wa 14, elimu ya sayansi ilikuwa inaendeshwa. Sheria halali za mahakama zilikuwa zikitungwa na watu wenye busara na wasomi, ambazo zilisakama hali nzuri ya wema na unyenyekevu na upendo. Maasi makuu ya kutisha lakini matendo maovu mno ya kishetani yalitendeka katika karne ya kutisha. Ni yale mauaji ya Saint Bartholomew. Mfalme wa Ufaransa akihimizwa na makasisi wa Rumi aliunga mkono maazimio hayo maovu. Kengele iliyopigwa usiku wa manane ndio ilikuwa alama ya machinjio yake. Waprotestanti kwa maelfu walikutwa wamelala nyumbani mwao huku wakiheshimu mfalme wao. Walikokotwa na kupelekwa machinjio ili wakauawe. Mauaji yaliendelea muda wa siku 7 katika mji wa Paris. Kwa amri ya mfalme, mauaji yaliendelea na kufika hata kwa miji mingine, ambako Waprotestanti walikuta watu wakuu na wakulima, watu wazima na watoto, akina mama na vijana wamechinjwa wote pamoja. Katika Ufaransa watu kiasi cha 70,000 walipotea. Habari ya mauaji haya ilipofika Rumi, shangwe ya waongozi wa kanisa ilizidi mno. Kardinali wa Lorraine alimtunza mleta habari taji maelfu. Kasisi wa Angelo
aliposikia alishangilia sana. Kengele za shangwe zikapigwa kwa kila mnara wa kanisa, mioto ikiwashwa ambayo iliuangaza usiku ukawa kama mchana. Na Gregory wa 13 akifuatana makasisi, makardinali na makuu wengine walioandamana mpaka katika kanisa ya St. Louis ambako Kardinali wa Lorraine aliimba. Chuma kiligongwa ili kuadhimisha mauaji hayo. Kasisi wa Kifaransa aliinena siku hiyo kuwa siku iliyojaa furaha na shangwe, ambapo Papa alipopata habari hizo alikwenda ikulu kutoa shukrani zake kwa Mungu na kwa Mfalme Louis. Roho ile ile iliyoongoza kwenye mauaji ya St. Bartholomew ndiyo iliyoongoza katika mapinduzi. Yesu Kristo alitajwa kuwa mlaghai na mdanganyifu. Kwa hiyo usemi wa Wafaransa wakafiri ulikuwa mwangamizeni huyu mwovu, yaani Kristo. Kufuru na ufisadi vilienda bega kwa bega. Kwa njia hii walimheshimu na kumtukuza Shetani, na Yesu mwenye tabia safi na kweli, mwenye upendo, alisulubishwa. Mnyama aliyetoka kuzimu alifanya vita nao na kuwashinda. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 10. Roho ya ukafiri iliyotawala Ufaransa wakati wa mapinduzi na utawala wa kitisho ilifanya vita na Mungu na neno lake. Ibada ya kumwabudu Mungu ilipigwa marufuku na bunge la taifa. Biblia zilikusanywa na kuchomwa moto hadharani. Shule za Biblia zilipigwa marufuku. Siku ya kupumzika, yaani Sabato, siku ya 7 ya juma, iliondolewa. Badala yake ikaweka kila siku ya 10 ya juma iwe ndiyo siku ya mapumziko. Ubatizo na meza ya Bwana vilikatazwa. Matangazo yakawekwa pote penye makaburi yakisema kuwa kifo ni cha milele, hakuna ufufuko. Ibada zote za kidini zilipigwa marufuku, ila tu siku ya kuadhimisha uhuru. Askofu halali wa Paris aliletwa mbele atangaze wazi hadharani kuwa dini aliyokuwa akifundisha kwa miaka mingi ilikuwa upuuzi tu, wala haina msingi wa kihistoria wala kimaandiko matakatifu. Alikana dhahiri kwamba hakuna Mungu ambaye alikuwa amejitoa kuabudu miaka yote hii, nao wakao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia, nao wapelekeane zawadi wao kwa wao. Kwa manabii wao hao wawili waliwatesa wao wakao juu ya nchi. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 10. Wakafiri wa Ufaransa wamewanyamazisha mashahidi wawili wa Mungu. Neno la Mungu likaanguka, limekufa katika barabara za Ufaransa, na wale waliomchukia Mungu walishangilia. Watu wakamkana dhahiri mfalme wa mbinguni. Makufuru ya ukaidi. Mmojawapo wa makaidi alisema, Mungu ikiwa upo, lipiza kisasi kwa ajili ya kuliharibu jina lako, na kuomba utangaze vita. Wakaa kimya, uthubutu kuunguruma. Kama ni hivyo, nani ataamini kuwa wewe upo? Je, huo sio mwangu wa sauti ya matakwa aliyodai Farao? Bwana ni nani hata nitii sauti yake? Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Na Bwana anasema, upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote. Zaburi sura ya 14 mstari wa 1, Timotheo 2 sura ya 3 mstari wa 9. Baada ya nchi ya Ufaransa kukataza ibada ya Mungu aliye hai, walizidi kudidimia chini na kuanzisha ibada ya Mungu wa hoja au maoni, mwanamke malaya. Huyo ndiye aliyewakilisha taifa la Ufaransa. Mojawapo ya maadhimisho ya sikukuu ya upumbavu huu ya kuabudu Mungu wa madhumuni ambaye ni mwanamke malaya, mambo ya kiwazimu na kipumbavu yalifanyika. Sikukuu ya upumbavu huu wa kuabudu Mungu wa madhumuni ambaye ni mwanamke malaya, mambo ya kiwazimu na ya kipumbavu yalifanyika. Milango ya jumba la mkutano ilifunguliwa. Wabunge wakaingia kwa heshima, wakifuatana kwa utaratibu, huku wakiimba wimbo wa uhuru, wakimsindikiza mwanamke aliyevaa shela ambaye ndiye tamasha la maadhimisho hayo. Huyo ndiye Mungu hoja. Wakimleta mpaka kwenye ukingo wa mahali pakuu. Wakuu mfunua shela na kumkalisha pale kwa kiongozi. Hapo mtambulisha kuwa ni msichana ambaye hucheza mchezo wa opera. Mungu hoja. Kule kubuni na kuweka Mungu wa madhumuni kuliendelezwa sana kuigwa katika taifa zima, hasa pale watu walipotaka kuafikiana na hali ya mapinduzi. Wakati Mungu huyu wa hoja alipokuwa akiletwa katika mkutano, msichana mrembo, msemaji alimshika mkono, akawageukia makutano akisema, wanadamu sasa komeni kuhofu na kutetemeka mbele ya ngurumo zisizo na uwezo ambazo watu walibuni kwamba ni za Mungu ambaye hakuna. Kwa hiyo tangu sasa msiamini kwamba kuna Mungu wa ngurumo. La sasa
ni madhumuni tu, na watoleeni sura safi ya kupendeza, na mkipenda kuwa na sanamu, hii ndiyo ya kuwa nayo. Huyo Mungu madhumuni, baada ya kupokelewa, alitiwa katika motokaa nzuri sana, akapelekwa katika kanisa kuu la Notre Dame ili awe badala ya Mungu. Huko akawekwa juu ya madhabahu na kutukuzwa badala ya muumbaji. Upapa ukaanza kazi ambayo ukafiri ulikuwa ukimaliza. Kazi hiyo ikaharakisha Ufaransa ipate kuangamia. Waandishi wakiandika juu ya madhara ya mapinduzi husema kuwa wanaohusika na lawama hizo ni serikali na kanisa, hasa mhusika mkubwa ni kanisa. Mapapa waliloga mawazo kuhusu matengenezo ya kanisa. Warumi walisisitiza ukatili na mateso juu ya watengenezaji, na mambo haya yaliungwa mkono na utawala. Popote pale Injili ilipopokelewa, mawazo ya watu yaliamshwa, wakaanza kutupilia mbali hali ya ujinga na ushirikina ambavyo vimewafunga utumwani. Watawala waliona na wakatetemeka kwa njia ya utawala wao wa kidhalimu. Rumi haikuchelewa kuchochea hofu ya wivu. Papa alimwambia mtawala wa Ufaransa katika mwaka 1525, akasema, dini hii ya Kiprotestanti haitaangamiza dini ya kweli tu, bali itaangamiza hata utawala na mamlaka na sheria na kanuni zote pia. Mjumbe wa Papa alimtahadharisha mfalme, akasema, Waprotestanti watavuruga raia na pamoja na kanuni za dini pia. Utawala humo hatarini, sawasawa na dini pia. Rumi alifaulu kuifanya Ufaransa kuyapinga matengenezo ya kanisa. Mafundisho ya Biblia yangepanda kanuni za haki katika mioyo ya watu, yangewafanya watu kuwa na kiasi cha ukweli, mambo ambayo ndiyo msingi wa taifa lolote, nayo ndiyo yanayoleta mafanikio. Haki huinua taifa. Kwa hiyo kiti cha enzi huthibitika. Mithali sura ya 14 mstari wa 34, sura ya 16 mstari wa 12, Isaya sura ya 32 mstari wa 17. Mtu ambaye hutii sheria ya Mungu kiukweli hutii sheria ya nchi pia. Ufaransa ilipiga marufuku Biblia. Karne baada ya karne, watu mashuhuri wenye uwezo na akili ambao walikuwa na imani waliteseka kwa ajili ya imani. Wengine walitumikishwa kitumwa, wengine walichomwa moto, wengine waliangamia kifungoni, wengine kwa maelfu walijiponya na kukimbilia katika nchi nyingine. Hali kama hiyo iliendelea kwa miaka 250 tangu matengenezo yalipoanzishwa. Ilikuwa vigumu kwa vizazi vya Ufaransa kwa muda huo wote kutoshuhudia wakimbizi wa Injili kwa ajili ya mateso ya kishetani yalikuwako. Wakimbizi hao walikwenda na ujuzi wao wa sayansi na ufundi na maarifa ya aina nyingi kuzisaidia nchi zile walizokimbilia. Kama wote hao waliofukuzwa wangeishi Ufaransa, nchi hiyo ingekuwa na mafanikio makubwa kiasi gani? Tena Ufaransa ingalikuwa na mvuto na kielelezo kwa mataifa mengine. Lakini kwa ujinga na upofu ukawafanya wafukuze kila mwalimu wa haki, kila mwenye tabia bora, kila mtetea kweli, hata kwenye utawala. Mwishowe nchi ikaangamia kabisa. Mapinduzi na maafa yake ndiyo yalikuwa matokeo ya hali hiyo. Jinsi ingalipasa kuwa kule kukimbia kwa Huguenots kutoka Ufaransa kulileta upungufu mkubwa sana nchini. Miji iliyokuwa ikistawi kwa wingi wa viwanda ilibaki kuwa magofu ya kutu. Imekadiriwa kuwa wakati wa mapinduzi kulikuwako maskini 200,000 katika mji wa Paris waliokuwa wakilishwa na kusaidiwa na mfalme. Waliokuwa na mafanikio katika taifa zima ni Wajesuit peke yao, wengine wote walikuwa wamenyeuka. Injili peke yake ingetatua matatizo yaliyopata nchi ya Ufaransa, ambayo yaliwafadhaisha waongozi wa serikali na wa dini. Wafalme wa mwisho waliangamiza taifa zima, lakini chini ya uongozi wa kanisa la Rumi, watu wamepoteza mafundisho ya Kristo yahusuyo kujulikana nafsi na kutoa huduma isiyokuwa na ubinafsi kwa wahitaji. Matajiri hawakuwa na shughuli kwa masikini. Cheo cha kujitajirisha kilizidisha hali ya maisha kuwa ya matatizo makubwa. Kwa karne na karne hapakuwa na mafanikio baina ya matajiri na masikini. Matajiri waliwaonea maskini na maskini waliwachukia matajiri. Katika mikoa mingi, wakulima wa hali ya chini waliishi katika rehema za makabaila, nao walilazimishwa kutii na kufuata kama vile mabwana wanavyotaka. Walitozwa kodi kubwa sana na watawala na makasisi. Wakulima walikuwa nusuru kufa na njaa kwa vile wakubwa wao walivyoonea. Maisha ya kilimo hayakuwa na mapumziko na ya ufukara kabisa. Malalamiko yao yalihesabiwa kuwa ni ujeuri, wala
hayakujaliwa. Rushwa ilienea, hata mahakamani ilijaa tele. Kodi iliyotozwa kwa watu haikuingia katika hazina ya serikali hata nusu yake. Karibu yote ilipita katika mikono ya wapenda mali ambao ni watumishi wa serikali. Kodi hiyo iliyotozwa kwa wingi hivyo, wale watumishi wao hawakuhusika na utoaji huo, ila tu raia wa kawaida. Wale waliongoja kunyakua na kujivunisha ufedhuli ulikuwa usemeki. Kwa muda wa zaidi ya nusu karne kabla ya mapinduzi, utawala ulikuwa mikononi mwa Louis wa 15. Mfalme alijidhihirishia kuwa mtu mlegevu, apendaye uasherati. Kifedha alisumbua sana serikali na kuitia katika matatizo na kukasirisha raia mno, hata apata kuwa na nabii wa kutabiri maafa yatakayotokea karibu. Maana mambo hayo yalitangaza yenyewe. Walijaribu kurekebisha mambo, lakini ilikuwa kazi bure. Ajali iliyokuwa inaikabili Ufaransa ilionekana kuwa maneno ya ufalme aliyosema, baada yangu ndipo uharibifu utatokea. Rumi ilikuwa imewashawishi watawala wa Ufaransa wawafungie watu gizani kwa kutopata nuru ya neno la Mungu, ikiazimu kuwafunga wote watawala na raia katika giza la kutopata neno la Mungu. Hatari mbaya zaidi ya ile ya kuangamia kimwili ilikuwa uharibifu wa kiroho, kuwanyima watu Biblia na kuwaacha gizani kuliwafanya wazame katika ufasiki na uovu mpaka wakawa wafai kujitawala, matokeo ya kuvuna damuni. Rumi badala ya kuwashikilia watu katika hali ya ujinga wa kukubali tu mambo bila kuwaza na kufuata tu mambo ya Rumi, watu wakawa wakafiri waliojanjaruka na kuwa waasi. Wakadharau mafundisho ya Rumi na kuyaona kuwa ni ya kijanja. Wakaona kuwa Mungu wa Rumi ni mkatili na mwonevu, kwa hiyo hawakutaka kujihusishana naye. Wakadhani kuwa hayo ndiyo matokeo ya Biblia kama inavyofundishwa na Rumi. Warumi wamemwakilisha Mungu vibaya mbele ya watu, na sasa matokeo yake imekuwa ni kuikataa Biblia na mwenye Biblia. Katika hali hiyo, Voltaire na wafuasi wengine wakaiasi Biblia kabisa, wakaueneza ukafiri tu. Rumi imewafunga watu chini ya maongozi yake, na sasa watu walitupilia mbali mambo yote ya Rumi. Kwa chuki hiyo wakakataa mambo yote ya uongo na ya kweli pia. Walipoanza mapinduzi kwa ukubali wa mfalme, watu walipata wawakilishi wengi zaidi kuliko wakuu wa kila hali. Kwa hiyo walikuwa na uwezo mwingi zaidi, lakini walikuwa hawajui jinsi ya kutumia uwezo huo kiakili. Wakawa wenye kuonea na kudhulumu watu. Alafu watu wakaazimu kupigana na kulipa kisasi. Walioonewa wakawageukia waliowaonea. Ufaransa ilivuna mavuno katika damu kwa matokeo ya kuyakubali mambo ya Rumi. Pale Ufaransa ilipoanza kuchoma watengenezaji ikiongozwa na Rumi, ndipo pale mashine ya kukata vichwa vilipowekwa ili kukata vichwa vya wakuu wakati wa mapinduzi. Mahali pale mfia dini wa kwanza wa Kiprotestanti alipofia katika karne ya 16, ndipo pale mtu wa kwanza alipokatwa kichwa wakati wa mapinduzi katika karne ya 18. Wakati hifadhi ya sheria ya Mungu ilipotupiliwa mbali, taifa zima liliasi na nchi yote ikawa yenye machafuko na kuuana ovyo. Vita vya kupigana na Biblia inajulikana kama utawala wa kitisho katika ulimwengu. Mshindi wa leo kesho atahukumiwa. Mfalme, kiongozi wa dini, wakuu wa serikali, wote walilazimika kutii na kufuata amri za Mungu. Waliochafuka mwanzoni na kuwa kama wenda wazimu, wale waliotangaza kifo cha mfalme walimfuata pia kumnyonga. Machinjio yalikuwa mengi sana. Watu wote waliodhaniwa kuwa hawayaungi mkono mapinduzi walichinjwa hovyo. Ufaransa ikawa mbuga ya majeshi ya watu wasio na utaratibu, wakizunguka na kuchinjana. Katika mji wa Paris, machafuko yalikuwa yakifuatana mfululizo, na raia waligawanyika katika vikundi vya usaliti visivyokuwa na jambo la kufana ila kuzunguka tu na kufanya ghasia. Nchi ilikuwa karibu kufilisika. Jeshi la askari lilikuwa likifanya ghasia likidai mishahara ya nyuma ambayo haikulipwa. Watu katika mitaa walikuwa shidani kukosa chakula. Mikoani kulijaa maharamia ambao walipola kila kitu kilichoonekana, na ustaarabu ulikuwa katika ukingo wa kutoweka kwa ajili ya fujo na ghasia zilizoenea kila mahali bila mtu wa kuzikomesha. Sasa watu walikuwa wamejifunza mafundisho ya ukatili na mateso ambayo Rumi imewafundisha kwa bidii. Sasa watu waliokamatwa
mataifa na kuchomwa moto sio wanafunzi wa Yesu Kristo. Wanafunzi wa Yesu walichomwa zamani na wengine walifukuzwa nchini zamani. Wakati huu mapadri wa Rumi na wafuasi wa Rumi ndio waliouawa. Magereza yalijaa Huguenots zamani, sasa yanajaa watesi wao. Mateso yote ya kila namna ambayo kanisa la Roman Catholic liliwatesa wafuasi wa Kristo ambao waliitwa wazushi yamewageukia waongozi wa Rumi. Halafu zikafika siku ambapo majasusi walienea kila mahali wakivizia wahusika. Wakati mashine za kunyongia watu zilikuwa hazitulii, wakati magereza yalijaa watu kama merikebu iliyopakia watumwa, wakati damu za watu zikitiririka katika mto wa Seine, mistari mirefu ya wafungwa ilikatwa na marisasi, matundu yalifanywa chini ya mashua zilizojaa watu. Hesabu ya wavulana na wasichana ya umri wa miaka 17 waliochinjwa kwa ajili ya kupinga serikali ni mamia na mamia. Watoto wachanga walionyakuliwa kutoka kwa mama zao na kuchomwa mikuki popote walipokutwa. Haya yote yalikuwa matakwa ya Shetani. Kanuni yake ni udanganyifu na kusudi lake ni kuangamiza watu ili kuchafua kazi ya Mungu na kuvuruga mpango wa upendo ili kuleta huzuni mbinguni. Halafu kwa njia ya udanganyifu wa kihila atupe lawama zote kwa Mungu. Ndivyo anavyowaongoza watu waamini kana kwamba ndivyo Mungu alivyopenda. Watu walipougundua udanganyifu wa Warumi, Shetani aliwaongoza waamini kuwa dini yote ni udanganyifu mtupu na Biblia ni hadithi tupu za uongo. Kosa baya mno lilosababisha maafa mabaya katika Ufaransa lilikuwa kutojali ukweli mkuu, uhuru wa kweli mno katika kulitii neno la Mungu, lakini kulikataza au kulipiga marufuku hukaribisha maafa. Laiti ungalisikiliza amri zangu, ndipo amani yako ingalikuwa kama moto wa maji na haki yako kama mawimbi ya bahari. Isaya sura 48 mstari wa 18. Wote ambao hawajifunzi fundisho katika kitabu cha Mungu wanaangamizwa. Wajifunze kutokana na historia. Wakati Shetani alipolitumia kanisa la Rumi liwaongoze watu waziasi amri za Mungu, kazi yake ilikuwa najisi. Kwa kazi ya Roho ya Mungu, kazi ya Shetani ilizuilika isifikie maazimio yake. Watu hawakufuatia asili ya maafa yao na hugundua kiini chake, lakini wakati wa mapinduzi sheria ya Mungu ilikataliwa dhahiri na bunge la taifa, na wakati wa utawala wa kitisho uliofuata watu waliona asili yake. Uasi wa sheria ya kweli na haki lazima matokeo yake yawe uangamivu. Roho ya Mungu inayozuia ukatili wa Shetani ilikuwa ikiondolewa kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo mtu yoyote aliyetaka kutenda matendo ya ukatili kwa wenzake hakuwa na kizuizi. Watu waliochagua kuasi basi walivuna mavuno yake. Nchi ilijaa uharamia na uasi wa kila hali. Maombolezo ya uchungu yalisikika kote, tangu mijini mpaka mashambani, kwa ajili ya maharamia waliokuwa wakiharibu vitu popote. Ufaransa ilisikitishwa kana kwamba imekumbwa na tetemeko la nchi. Dini, sheria, uhuru na utulivu, jamaa, serikali na kanisa vyote vilivurugwa kabisa na wafedhuli ambao wameelekezwa kuikana sheria ya Mungu. Mashahidi wa Mungu waliochinjwa na wenye kukufuru watokao katika shimo la abuso hawatakaa kimya daima. Na baada ya siku hizo 3.5 roho ya uhai itokayo kwa Mungu ikawaingia, wakasimama juu ya miguu yao na hofu kuu ikawaangukia watu waliowatazama. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 11. Mwaka 1793 sheria ilipitishwa na bunge la Ufaransa ya kupiga marufuku Biblia. Baada ya miaka 3.5 tangu sheria hiyo ipitishwe, bunge lile lile lilikutana na kuifuta sheria hiyo. Watu walitambua kuwa imani kwa Mungu ndiyo msingi wa maadili na mema. Kuhusu mashahidi wawili, Agano la Kale na Agano Jipya, nabii husema zaidi kuwa wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku. Wakapanda mbinguni katika mawingu, adui zao wakiwatazama. Ufunuo sura ya 11 mstari wa 12. Mashahidi wawili wa Mungu wameheshimiwa kwa namna ambayo haijaonekana. Katika mwaka 1804 chama cha kupiga chapa ya Biblia, yani British and Foreign Bible Society, kiliundwa kikifuatiwa na mashirika mengine yaliyoundwa barani Ulaya. Mwaka 1916 chama cha Kimarekani cha Biblia kilianzishwa. Tangu hapo Biblia imetafsiriwa katika lugha mamia nzima
au sehemu. Kabla ya mwaka 1792 kazi za mission zilijaliwa kidogo sana, lakini katika mwisho wa karne ya 18 mageuko makuu yalijitokeza. Watu hawakuridhika na maongozi ya kibinadamu tu, ila waliona haja ya maongozi ya Mungu ambayo hupatikana kwa dini. Tangu wakati huo kazi za mission zimekuwa na kuenea kiajabu. Maendeleo katika uchapaji husukuma mbele kazi za kueneza Biblia kwa namna ya pekee, kuvunjilia mbali chuki za kitaifa ambazo ni hali ya zamani na kuondolea mbali uwezo wa makasisi wa Rumi kumefungua njia ya kuingiza neno la Mungu pale lilipozuiliwa zamani. Sasa Biblia imefika pande zote duniani. Kafiri mmoja Voltaire alisema, nashangaa kusikia watu 12 ndio walioimarisha dini ya Kikristo. Nathibitisha kwamba mtu mmoja atosha kuifuta. Watu mamilioni walijiunga kuipinga Biblia, lakini iliwashinda. Kama wakati wa Voltaire palikuwa na Biblia 100, basi kuna malaki ya vitabu hivyo sasa hivi. Kwa maeneo ya watengenezaji wa zamani, Biblia ni fuawe lililochakaza nyundo nyingi. Chochote kilichojengeka kwa misingi ya kibinadamu kitaangamia, lakini kilichojengeka mwambani ambao ni neno la Mungu kitadumu milele.